Jina langu ni Ibrahim Silima Mnemba, ni mwanafunzi kutoka Zanzibar. Mimi ni katika wanafunzi ambao wapo chini ya ufadhili wa Airtel African Fellowship Program ambayo ipo chini ya Airtel African Foundation. Na niliomba ufadhili huu kutokana na malengo yangu, kwa sababu lengo langu siku moja ni kuwa moja katika wataalamu wakubwa sana katika upande wa IT. Lakini vipi nitaweza kuyafikia malengo hayo? Ni lazima niweze kusoma katika sehemu ambayo itakuwa ipo bora, na ili niweze kusoma sehemu ambayo ipo bora, kwa mfano kama IIT Madras, hapo ndo nikaamua kuomba ufadhili wa Airtel ambao wamenisaidia hadi sasa naendelea na. Katika chuo cha IIT Madras nasoma kozi ya Data Science and AI, ama kwa Kiswahili ni Data Science na Akili Mnemba. Na kozi hii inaendana na ndoto zangu, kwa sababu ndoto zangu nataka niwe expert katika upande wa IT, hususan katika masuala ya kutengeneza mifumo ambayo hapo mbele itaisaidia jamii yangu. Mifumo kwa mfano kama vile mifumo ya biashara ambayo itatabiri kupanda kwa bei na kushuka kwa bei. Kwa mwanzo ambapo nimekuja hapa nilikuwa ni kama mgeni. Baada ya kuja katika chuo cha IIT Madras ambapo nimekutana na watu wa aina tofauti tofauti na kutoka katika mataifa tofauti tofauti, uzoefu wangu wa kuinteract na watu umeongezeka. Baada ya kukamilisha semester ya pili ya mwaka wa kwanza, nilijiunga sehemu ambayo inaitwa ZRCP. Ni taasisi ya research ya hapa Zanzibar ambayo inashughulikia masuala ya kutafuta matatizo ambayo yapo hapa Zanzibar na kuyatafutia njia yake ya kuyatatua. Kwa hiyo wakati nipo pale, tulifanya moja ya project ambayo ni project ya IoT, ambayo ndani yake pia kuna masuala ya AI, machine learning. Kwa hiyo project ile pale lengo lake ni kuweza, unajua kuna ile njia ya zamani ya kupima sukari katika mwili wa binadamu, njia ambayo inahitaji lazima mtu aweze kumtoboa alafu ili upate blood sample alafu uweze kutest. Kwa hiyo baada ya kwenda pale tukaja na njia ya kuweza kupima blood sugar without kuchukua blood sample alafu tukaenda kuitest. Badala yake tunatumia kifaa ambacho unaweza kumurika mtu. Baada ya kumurika, ile inapelekwa mionzi ambayo baadaye itatafsiriwa kutokana na data za machine learning, alafu tunaweza kujua huyo mtu ana kiwango cha sukari kiasi fulani. Hiyo project bado haijakamilika moja kwa moja, lakini bado tunaendelea nayo. Baada ya kumaliza masomo yangu, nataka kutengeneza mfumo ambao utamuonesha mfanyabiashara zao hili litakuwa na bei kiasi fulani, unatakiwa ulime kiasi fulani ili kuepuka na hasara. Kwa hiyo huo mfumo unategemea watatumia watu wengi sana local hapa Zanzibar, na ukiwa mkubwa zaidi tutaspread katika sehemu ya Afrika. Ujumbe wangu kwa vijana, kwanza katika swala la elimu, wajitahidi sana kuwekeza katika swala la elimu, kwa sababu ni swala ambalo haliwezi kukuacha nyuma. Na kuhusiana na fursa hii ambayo nimepata mimi, ni fursa ambayo ni kubwa. Ukifika hapa tu, kwanza kitu cha kwanza mawazo yako yanabadilika tofauti na yale mawazo ambayo tulikuwa nayo. Nianze kuwashukuru Airtel Africa Foundation kwa kutupa sisi nafasi ya kusoma hapa na kutupa ufadhili. Ni nafasi kubwa, nafasi ambayo itatupeleka katika malengo yetu. Waendelee kwa support vijana wengine kutoka Afrika. Kwa hiyo wakiendelea kufanya hivi, hapo mbele tukianza kutengeneza project kubwa na tukipata support yao, nategemea tutafika mbali sana.